madaftari kufunza. Napenda wageni wote mliotembelea. Jumatano kwa na somo linalohusu habari za moyo. Tulizungumzia sana moyo wa mapana, vile ambavyo moyo inabidi kulindwa, kwa sababu katika huo moyo ndio Mungu ameweka uhai wa kila unachokiona. Ukitaka ufanikiwe ni moyo, ukitaka uwe maskini ni moyo, ukitaka ukae na magonjwa na maradhi ni moyo, ukitaka upokee uponyaji ni moyo, ukitaka uwe na kibali machoni pa watu ni moyo, ukitaka uchukiwe na watu ni moyo. Yaani moyo huwezi kutenganisha na maisha yako ya kila siku. Anasema linda sana moyo wako, maana ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Na kila kitu ambacho kwako utakiona kina uzima, maana moyo wako unahusika. Ikiwa biashara ina uzima, basi kuna asilimia kubwa za moyo wako kuhusika, kwa sababu ndani ya huo moyo ndio Mungu aliwekeza vitu vyote vilivyo vyema. Halo, ndio maana Biblia inasema vile mtu alionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Moyoni mwako ukiona na hasira utakuwa na hasira ya nje. Hatuwezi kuiona ghadhabu ya nje kama moyo wako haujawa na ghadhabu. Amen. Kama ndani ya moyo wako umebeba uchungu, unaweza kuona uchungu ukitokea, kwa sababu Biblia inasema vile mtu ajiona nafsini mwake ndivyo alivyo. Unajiona wewe ndani mwako. Hata sasa hivi moyoni mwako unajiona ukoje? Nini kipo moyoni mwako? Kila ambacho kipo moyoni mwako ndio kipo ambacho tutaanza kukiona kwa nje. Siku moja nimewahi kufundisha kwamba hata namna mtu anavyotembea inaonyesha ndivyo alivyo ndani. Ukiwa mtu anatembea niko kawaida kama hivi, kwenye moyoni mwake na utulivu. Sema wewe, ukiwa mtu anatembea kwa pupa, moyoni mwake iko na pupa. Ndio mtu anatembea akitembea kwa sababu baraka kwa haona. Ndio maana nini kinaonyesha kwamba moyo wake uko hivi. Hata wanafunzi wa Yesu vile walivyokuwa ni vile ambavyo walimuelewa Yesu moyoni mwao, walimweka Yesu moyoni mwao. Ile kuweka Yesu ndani ya mioyo yao, sababu ilifanya afanane naye, kwa sababu kilichoko ndani ya moyo kilitoka nje. Kwa hata sura yake unaweza kumgundua jinsi alivyo kwa kumwangalia uso wake, utagundua kabisa kuna na mzigo moyoni mwake, huyo ana ghadhabu moyoni mwake, huyo ana hasira moyoni mwake, huyo ana chuki moyoni mwake, huyo ana vikwazo moyoni mwake. Kwa kumwangalia tu uso wa sura. Amen. Unaweza kujua kabisa kwamba huyu kwa moja mbili tatu uso wake, kwa sababu moyoni mwake ndivyo kulivyo. Mtu hawezi kuwa nje ya vile alivyo, hata kiigiza kuna siku panajionyesha kwa uhalisia wake. Naswahili sasa hata ujifanyishe kuwa mzuri, kama huo uzuri hauko moyo, kuna siku tuonekana. Ukitaka ujue tabia ya mlevi yake moyo, kama umeelewa hapo, haleluya, ndio unajua tabia yake. Wewe
wakasema hakika hapa Mungu. Mmoja wapo mishirani akasema, lakini mbona usiku watu wanapiganaga sana, wanapiganaga matusi sana, watu ni wagomvi mno, moyo wa unyama mno. Hao watu ni jamii ipi? Akaanza kufuatilia wale wagomvi, akaanza kufuatilia wale wenye matusi, akaanza kuwafuatilia usiku, akagundua wakikaa kwenye vilabu vya pombe wale wenyekevu mchana ndo hao wagomvi usiku wakiwa mbele. Akasema, akapata majibu mengine tofauti kwamba hao watu ni wenyekevu mwili, ni wapole mwili, lakini ndani ya ndoa yao, baadhi yao ni wauaji. Kwa tunatambua uhalisia wa kutokana moyo wake, vile hata akiigiza utagundua kwenye uso wake kwa lugha anaigiza. Sema amen. Kwa sababu hapa tunazungumza kichoko ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukajifunza tena Ijumaa mahusiano ya kinywa changu na moyo wangu, kwamba tukaona kuna mahusiano makubwa kati ya kinywa changu na moyo wangu. Tukaona Ijumaa kwamba tulinde sana kinywa. Jumatatu ndio tulinde moyo. Ijumaa Roho Mtakatifu anatufundisha kwa habari ya kulinda kinywa, kwamba huyu mtu ambaye ulinda moyo kama hatajua namna kukilinda kinywa, kitauharibu moyo wake, kwa sababu yale ambayo yanatoka kwenye kinywa asilimia kubwa moyoni. Lakini kama ni mtu akoropa moyoni, haya ni rahisi sana kuyafanya yawe sehemu ya maisha yake, kwa sababu kinywa kina tabia kuumba. Wewe ndio maisha yako kwa sababu ya moyo na kinywa. Nashangaa watu wengine wameacha vitu vyao vya samani vya msingi kwa sababu ya kuharibu moyo wao na kutokujua kutumia vitu vyao. Jumaa tunajifunza kwamba kinywa kina matunda. Kinywa kina matunda. Mwenye kinywa kina faida kama ukijua ukitumia, lakini kinywa hicho hicho kinaweza kufanya ukapata madhara kama hujui ukitumia. Asema mtu atakula matunda ya kinywa chake. Matunda ya kinywa chake. Kinywa chako kinatoa nini? Kuna watu wengine kila wakikaa ni kuzungumzia tu mabaya, hawana mema, hawana jema. Hata yenye ubaya tu, yale mabaya wanazungumzia unayafuta na kwa sehemu ya maisha yako. Bila na yale mabaya ya kinywa chako yanaweza kuharibu hata kibali chako. Vibali vya watu wengi vimeharibiwa ofisini, vimeharibiwa kwenye mandoa, vimeharibiwa kwenye jamii na ukoo na familia kwa sababu ya vinywa vyao. Usipojua kutumia kinywa, unaweza ukawa ni mzuri wa fuma, lakini ukawa ni mbaya kutoka. Kinywa kinachafuka. Ulimi unachafuka. Biblia inasema ulimi wa mwanaume mwanamke kama malaya unaondosha asali, lakini mwisho ni upanga na mauti. Mwisho anakuonyesha uzuri mchana, lakini ajenda nia yake ni kwa ajili ya kuangamiza.
ya uzima wa milele na kwa ajili ya furaha yake. Nikasema Ijumaa kwamba usiache furaha kuache maisha yako yote. Pata muda kufurahi, pata muda wa kunena yaliyo mema, na nikasema kila neno linalotoka kwenye kinywa chako lazima ulipime. Usilopoke kwa sababu utakuwa na mtego. Maneno ni mtego, inaweza kuteka karibia maisha yako yote kwa kila tu ulikosea kwa wewe. Hakuna kitu kibaya kama tuliamini kuongea bila kufikiri, kujibu bila kufikiri. Kuna jambo unaweza kaliongea likaharibu maisha yako yote, likaharibu mahusiano yako yote. Neno tu umelijibu pasipofahamu, pasipo mtu aliye na Kristo anafanya vitu kwa ufahamu na akili. Haongei baada ya maongeo, hajibu baada ya majibu, anajibu kwa ufahamu, anajibu kwa akili. Halo, ndio maana nasema toba kwa akili, toba kwa roho, kwa sababu maneno unayoyatoa ni silaha kubwa kwa na kwa mlango wa kuyatoa. Yesu asifiwe. Hayo ndio ambayo Mungu alitupa kuyaishi siku ya Jumatano na Ijumaa. Nimerudia kwa sehemu ili kuweka msingi mzuri wa leo. Leo tutaenda kuona nguvu ya msamaha. Ni vitu ambavyo vitaingiliana na wakati mwingine kuna mahusiano makubwa. Moyo wako na msamaha, moyo wako na nini? Na msamaha. Msamaha. Watu wengi wameharibu mioyo kwa kutokuwa na msamaha. Watu wengi wamepata magonjwa sugu kwa kutokuwa na msamaha. Watu wengi wamekufa kabla ya umri wao kwa kutokuwa na msamaha. Watu wengi wanaishi maisha ya umaskini, tena ya ovyo, ya kudharaulika, kwa sababu wameweka vitu moyoni hawajaweza kuachilia. Sema amen. Sema amen. Msamaha ni kile kitendo cha kuweza kuliachilia jambo na kulifuta kabisa. Yaani unamuondolea mtu makosa wakati alikuwa na makosa. Amen. Ni kweli amekosea, haleluya, lakini unaamua kuliondoa ile kosa kwamba hajakukosea. Umelifuta. Ila kulifuta na kumesamehe. Sasa kuna watu kwenye maisha wanataka kukosea, hawajawahi kusamehe. Wangalia nyuso zao zinaseka kabla wao, kwa sababu mioyo yao ina ukamfu, inasia kukosa kusamehe. Kukosa kusamehe ni sawasawa na kujichoma kisu taratibu wewe mwenyewe. Ni sawasawa umekunywa sumu na kumaliza talaka. Wewe tembea na mauti hapo. Kwa hiyo kuna watu wako kanisani wameweka vitu moyoni, vile vitu wameweka vimewaharibia mahusiano yao na watu wao, alafu pia jeshi yao vimewaharibia mahusiano mpaka na Mungu. Kwa sababu ya vitu vimekaa moyoni, Mungu anashindwa pamoka akae wapi? Kwa sababu ilibidi akae ndani Mungu na vitu vyema ambavyo kusababisha uhai kwenye mambo yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amina. Sema amina uwe hai. Sema amina upone.
unasamehewa. Kuna kusamehe na kusamehewa. Inakusaidia wewe unayesamehe kujiponya nafsi yako ama moyo wako. Haishiki kuponya moyo wako, inaponya hadi magonjwa yale ambayo yalikukamata moyoni mwako au mwilini mwako. Kuna watu wana magonjwa ya moyo kwa sababu ya kukosa. Kuna watu wana magonjwa ya miguu kuwaka moto kwa sababu ya kutokusamehe. Shinikizo ya damu, wana vitu moyoni wameviweka, hawezi kujiacha. Unakuta mtu ananepi, mwili unaisha, ameweka vitu moyoni. Hakuna jambo pale ambaye unaweza kutafuta mchawi kwamba amekuroga, umerogwa, kwamba upendi. Kumbe hakuna mchawi amekuroga, ila wewe hujui kusamehe. Na nikisema hujui kusamehe, maanake uondoaji makosa ya watu moyoni mwako unayaweka. Kuna watu watakwambia nasamehe, lakini hasamehe. Kwa sababu kusamehe inabidi lile kosa tukifunua moyo wako tusilione. Ukiangalia kina chako tusisikie yale mambo ambayo ulikosewa. Umefungiwa lile kosa. Sisi Mungu ametusamehe. Ametulea. Alipotulea akatuondolea yale makosa ambayo tulikosa kwa hayo. Akaanza kutuhesabia haki hapo hapo. Hakumbuka huyo alikuwa vipi. Anaanza kukumbuka kuanzia pale anapoanza na wewe baada ya kusamehe. Wewe anakuambia nimesamehe, lakini akwambia alichowahi kunifanyia huyu, acha, anajua kazi. Yaani alichowahi kunifanyia huyu namwachia. Basi kweli naokoka, naachilia. Anakuwa naachilia, kubali achilia. Mdomo naachilia, lakini moyo bado naachilia. Tunaposema kusamehe, maana inabidi moyo na kinywa chako vifanane. Ukaidi tena yale mambo makosa ambayo uliwahi kuyaona kwa Mungu. Anza sasa mpya kwa Mungu mwingine. Itakusaidia wewe kupona. Kuna shinikizo la damu linatokea pale. Kuna watu wanakufa vifo vya ghafla, ameweka vitu hapo. Amwambi na kimuuliza kwambia na lolote. Sina shida. Anataka kufa. Lakini nampesa. Unamwambia wewe bwana, sina shida. Ni amebeba hapo ananisaidia. Lakini moyoni hapo tunataka leo usamehe na uondoe moyoni mwako. Ondoa hizo vikwazo, ondoa hizo mila, ondoa hizo chuki, ondoa mabaya, ondoa kufanyiwa. Sahau. Amina. Hata kama unakutana naye huyo mtu, sahau. Hiyo ndio tafsiri ya kusamehe. Na hiyo asilimia magonjwa mengi watu yanawapata ya mioyo, shinikizo la damu, miguu kuwaka moto, miguu kupata gani, ndio anagazabu ile. Ukimchokonoa sema ujue ukoje, mguse mahali ambapo astahili kuguswa. Sema utaona ya moyoni mwake, ndipo utagundua huyu moyo wake na shida. Asilimia kubwa wanaelewa vitu moja, wanatuza vitu moja. Moja wapo vitu ambavyo namshukuru Mungu kwa maisha yangu ni kwamba jambo lolote nikifanyia, hata kama nalikumbuka, sema lakini moyo wangu hilo Mungu anisaidie sana.
Ni mwali sana. Sema anauma miguu na hata miguu inavimba. Inavimba. Mapigo yako yanakasa. Anauma na sema anakufa. Hawezi. Nikakaa naye, nikamwambia kaa hapa. Shida yako ni nini? Why unaumwa? Kwa nini miguu inavimba? Ulikuwa miguu. Kwa nini miguu inavimba? Na kwa nini akora sasa muda mwingine anashtuka? Anapata kushuka kawaida. Nikaanza kukaa. Chakua amemshika mama yake mchana. Anamweka mama mchana. Amemshika mama yake mdogo mchana. Amemshika yake mchana. Halo. Vyote viko hapa moyo. Ameshika takataka nyingi za ubaya. Nikamwambia wewe unajiangamiza mwenyewe. Kama mama yako angekuwa mchawi, ungekuwa mpaka ulipofika. Yaani leo umefika upuuzima na mama yako mchawi. Ndio mama yako mdogo mchawi. Anabeba mengine na mapaya. Nikaanza kumuondolea zile sumu mwilini mwake. Nikaanza mama yako sio mchawi. Dada yako sio mchawi. Nani yule sio mbaya? Nani yule sio mbaya? Fulani yule sio mbaya. Fulani yule sio mbaya. Hao yote ni adui amekupandia ili akunase. Unajua vitendo kali yako ishika. Ni kwa nini unataka kama ni tension tunaweza kukataa. Kama ni tension nataka. Ile doti ya kitendo. Ndio mama yako sasa. Yule kijana kati akafanya sawa sawa na nilipomwelekeza, akampelekea mama yake ndoto yake. Alikuja anafurahi kwa mtumishi, Mungu akubariki sana. Na kisikia amani. Amina, amina, amina. Na akaokoka. Akampenda. Kuna vitu umeviweka moyo. Hata shetani mwenyewe anamshangaa. Unajua unaomba Baba katika jina la Yesu na kamata mchawi na kamata baba yangu, mama yangu, shangazi. Mungu anasema mama yako ni mchawi. Mchawi jirani anaingia kwenye mwili wako uanze kumwona mama yako hivi ndio mchawi. Anaanza kunyoosha na akija kuondoka kama sura mama yako. Halo. Amen. Kwa sababu moyo wako umeharibika. Hautaki kuondoa hizo katika moyo wako. Hautaki kuachilia. Kuna watu wengine anawahi kufanyiwa jambo miaka 5 iliyopita. Na yule mtu aliyemfanyia amenisahau. Hana tena lile jambo moyoni mwake. Lakini bado mtu amenishikilia hilo la mwaka juzi. Linamtesa ila Mungu. Bartoma alipiga kelele. Akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Anaomba msamaha. Na kanuni ya msamaha, huwezi kusamehewa kama wewe hujasamehe. Kanuni ya msamaha. Yaani kama wewe hujasamehe ni ngumu sana kusamehewa. Mathayo mtakatifu Mathayo
sura 5 mstari wa 7. Mathayo sura ya 5 mstari wa 7 na kuendelea. Ukisoma 7 utaenda ule mstari wa 21 mpaka 26. Anasema ndio, heri wenye rehema, ndio, maana hao watapata rehema. Wenye rehema, maana hao watapata nini? Rehema. Mwenye uwezi kupata rehema, mwenye pesa uwezi kukubaliwa ama kukubali kama wewe haujakubali na hujakubali. Hizo ni kanuni za kiroho ambazo uwezi kuzikataa, uwezi kuzikwepa. Sema amen. Sema amen. Anasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mstari wa 21. Mstari wa 21. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa. Mstari wa 8 anasema heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo kusamehe, mlete kujisafisha, maana hao watamwona Mungu. Inakuzuia usimuone Mungu. Unaposamehe inakufungulia umuone Mungu. Kuna watu wengi unakuta unaomba ukutana Mungu kwa hitaji lako, kinachokuzuilia ni kile ulichokiweka moyoni mwako ya kiroho. Amina. Leo safisha moyo wako kwa jina la Yesu. Amina, amina. Nasema leo safisha moyo wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona. Sasa ili upate moyo safi, sharti usamehe. Mtu mmoja ni kuonyesha vile anapokuwa Mungu ulimwengu asiyesamehe. Na nikuonyeshe msamaha vile unapoponya kwenye Luka 18:35 mpaka 43. Luka 18:35 mpaka Luka sura ya 18 ndio mstari wa 35. ndio anasema ikawa alipokaribia Yeriko, Yesu, mtu mmoja kipofu alikuwa haoni, ni dhaifu, ameketi kando ya njia, mgonjwa, ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Nisikilize, kumbuka kanuni ya kusamehewa, shauri kusamehe. Sababu ilibidi Bartimayo aanze kuondoa mizigo ambayo imemfanya ashinde kuona. Unieleze, njoo alete mtu mikoba, lete mkoba, akamkume kaona, akamkobelete, amembeba bibi moyoni mwake mchana. Lete mwingine mkoba, hata alaika huu mkoba huu. Kuna mtu kanisani amewahi kumsalimia kumjibu, anamchukia. Ile mkoba leo mezani ya labda ile mkoba kufushi. Huu mkoba huu amewahi kuambiwa na mwanaume mmoja na kuoa, hakumuoa, akamwacha, amembeba. Huu mkoba huu umeona? Mama yake alipomzaa akampeleka kwa bibi akumlea, amembeba.
kwa mimi. Mkoba huu amewahi kukemewa na mchungaji wake mbele za watu, kwa nini akuniita ofisini na mchuki. Naomba mnifuate vizuri. Naomba mnifuate vizuri. Mkoba mwingine. Msiche mkoba kama nimepata. Aka mkoba sema amen. Amewahi kupewa ahadi na mjomba wake atamsaidia amembea. Halo. Halo. Huyu anakaa kanisani, naomba Mungu amfungulie baraka na baraka kukubariki, na uweze kukubariki kama unasameheka, ili na uweze kusameheka kama hujasamehe. Kwa Bartimayo kanuni inamwambia siwezi kusamehe Bartimayo ukiwa na mizigo moyoni. Halo. Bartimayo ni kipofu, lakini anataka nisema ameshika mchele wa jirani. Namchukia ile jirani. Sipenda na mtu wangu amguse. Namchukia siku. Lakini ni kipofu. Lakini mgonjwa ni zaidi. Anaita msapa wakati. Halo. Anaita sana mkafu kulimu. Huyu hapa kulimu. Ndio maana kuna watu wanaponywa hapa kwa sababu anafika nyumbani mgonjwa kwa pale. Nini kinasababisha hii misiba inaitwa? Ili apone huyu hawe huu. Aweze kuona pale kiuchumi, aweze kuona pale kiroho, kihuduma, aweze kuona pale kimahusiano, kindoa, aweze kuona pale kikarama yake na kipawa. Sharika punguza hii mizigo yote, iondoe. Amina. Asipoiondoa atakuwa kanisani anafurahia, akifika nyumbani mgonjwa pale. Kanuni ya Bartimayo inamtaka asamehewe. Kila mmoja aliulizwa mwenzake, mwenzako analala mfini. Kwa hiyo nakwambia wewe, ukimwona mwenzako analala mfini, na kuna jirani yako analala, unaangalia pembeni huko kwenye dirisha analala. Ukiona analala finya ni upendo. Ule mfini wa upendo. Sio mfini wa hasira wala mbaya, ule wa upendo. Sasa Yesu anapita sehemu. Yes. Anapita Kigamboni. Watu wa Kigamboni wamesikia habari za apostoliki. Wanasema tuende kanisani huko, tukakutane naye. Tuna mizigo moyoni mwetu, kuna mambo ya hedhi, tuna udhaifu, tuna magonjwa. Wamekuja na jambo. Yesu anatakiwa kupona. Sema amen. Iya apone mkushaitoa hizo. Endelea. Na alipowasikia makutano Bartimayo wakipita, aliuliza kuna nini? Kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele, akasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Alitambua ana makosa yako ndani yanamfanya awe kipofu. Usikubali kuendelea kulizika na kosa lako, likubali kosa lako ili uweke huru. Hakuna jambo zuri kama kulikubali kosa na upeweze kulishinda. Hakuna jambo baya kama kutokulikubali kosa hautalishinda. Likubali kosa. Anamwambia Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Anamisiba kutenda, anamisiba kutengwa, anamisiba kusaidiwa na upofu wake, anamisiba kwa mzingatii, anamisiba kwa mwana upofu wake, anamisiba mama mnyima chakula,
Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze. Kilichokuwa kinafanya akemewe ni ile mizigo ilikuwepo ndani ya Bartimayo, hakuiondoa. Anasema, nisikilize vizuri, ukiona unatapia popote unapanda unakemewa, ujue kuna mizigo iko ndani ya maisha mwako iliondoka. Amina. Yesu, Mungu anamwambia Kaini, utakuwa hauna kikao, utakuwa ni mtu wa mkelele kila baada ya hapo. Hautakuwa na kikao, utakuwa unakaa pale unakaa pale unaondoka, unakaa pale unaondoka, unakaa pale unaondoka, unafika kama mchomo na hapa, unaenda kanisa lingine na hapa, unaenda kanisa lingine na hapa, unaenda kanisa lingine, maana yake umelalamika. Kifanya wewe na laana, una mizigo ya laana mwili mwako. Ukienda kwenye mlango unataka kuingia, ile mizigo inakuzuilia kuna kupita. Mizigo ulioipenda moyoni mwako ambayo hutaki kuiachilia, unasimama na hiyo hali, ndio inakuzuilia wewe usifunguliwe, ndio inakuzuilia wewe usibarikiwe, ndio inakuzuilia wewe usiongezeke, ndio sio kwamba ni maskini, sio kwamba kuna, sio kwamba ni mtu wa hivi, ila kuna mizigo hutaki kuitoa. Kwa hiyo napeleka pamoja hivi, kwa mfano tunapeleka kwako hivi na mizigo unaona kama chezi kama tusungua na mizigo yako sasa chafu hapo, lakini ulimwengu wa Mungu kimwangalia kama hana kitu, ana mizigo, ana mizigo ya watu, ana mizigo ya kutendewa mabaya, ana mizigo ya amewahi kuonewa, ana mizigo amewahi kujibiwa vibaya, ana mizigo amewahi kutukanwa, ana mizigo amewahi kuachwa, ana mizigo amewahi kupelekeshwa, ana mizigo amewahi kusema mabaya, ana mizigo amewahi kupotekwa, ana mizigo yote njaa. Hasa kazi ya mizigo hauwezi kupokea. Mwaka utakuwa unaongezeka kupokea. Watoka nasema nimekutana na Mungu, nimemwona Baba, wewe pale, mizigo inakutenga na mazuri, inakuzuia kwa sababu kanuni ya Mungu, ondoa mizigo ndipo nikupe mzigo wako. Siwezi kukupa mzigo wako kama uniondoa mizigo ile. Anasema, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akaamuru aletwe kwake, na alipomkaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, kuna mahali ambapo Bartimayo alivua vazi karibu. Sio mtu anasomea. Alivua vazi karibu, akapita. Anamwendea Yesu akimbilia. Sema tena. Yaani anapomwendea kumpendea, akaona akavua vazi, akamwendea Yesu. Sema alipofika Yesu akasikia kelele zake, aliposikia mwachieni, anataka nini? Sasa baada pekee na kufungua mwanzo, mwache. Akamuuliza, unataka kufanyia nini? Akamwambia, akasema, ndio Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata Yesu akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Sasa ili huyu Bartimayo apate kupona, aondoe mzigo. Kupona ni kusamehewa. Kusamehewa ni kukubaliwa. Kusamehewa ni kukubaliwa, ni kukubaliwa na kukubaliwa. Kusamehewa atoe mzigo ya nani? Peleka mzigo yako, rudisha mzigo. Kama ni mzigo ya bibi pelekee, ya shangazi pelekee, ya mjomba pelekee, ya nani pelekee. Peleka yote mzigo, peleka yote, peleka mzigo yako. Hasa Mungu anataka kumuona yeye pekee
huyu Pekea atoe nguvu, kwa sababu Mungu hawezi kuponya juu ya babaya. Mungu hawezi kuponya juu ya vitu vichafu. Mungu hawezi kuponya juu ya vitu viovu. Mungu hawezi kuponya juu ya chuki. Hakuna jambo ambalo halimu maisha yako kama kukaa na chuki au kufanya na tatizo. Mungu amtajirisha. Akitajirika na chuki ndugu zake wote. Yaani kama shangazi alimfanyia kibaya, akamwambia niko nazo sasa. Sikuwa najifanya. Kipindi siko nazo. Sasa Mungu hataki haya. Ndio maana Mungu anataka ili akufanikishe uwe brave hivi. Ndio maana nao wenye moyo safi watamwona nani? Mungu. Hawezi kumwona Mungu kama wako safi. Nani anaelewa? Yesu. Kwa hiyo kanuni ya kupokea kwa Mungu, tukutane na Mungu, shahidi kuongoe kila aina ya mizigo inayotuzonga kuiondoa. Amen. Mungu atuone sisi kama sisi. Mungu ataka tuende na mama, uende na mume wako, uende na mke wako kwake. Mungu ataka uende wewe kama wewe kwake. Ndio maana Mungu anamwambia Musa vua viatu. Hapa ulipo ni patakatifu. Hapa huwezi kukaliwa na uchafu. Vivua hivyo viatu. Ndio vya kuzuia mimi nisifanye kazi na wewe. Musa anavua viatu, anasogelea mahali ambapo anasikia sauti ya Mungu. Wengi mnasogea sehemu ya Mungu mkiwa na vitu vichafu mmevibeba. Watu wakapukuza. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kumbe msamaha uponya. Amen. Unapomsamehe mtu aliyekukosea na wewe unamponya. Unataka awe huru. Unapomshikilia mtu aliyekukosea na wewe unataka endelee kuangamia. Yaani wewe hawajui kanuni. Umembeba mume wako moyoni, simame. Unasema mimi sitakusamehe. Wewe unataka mume wako aendelee kuwa mwovu. Umembeba mke wako moyoni, simame. Unasema lakini naishi. Lakini kwa pamoja. Halo. Akijitesa mwenyewe. Na kusafiri na safari pamoja. Nenda mwanzo mnaudi, nenda Tanga mnaudi, nenda Msoma mnaudi. Bado nenda moyo. Kama basi msisafiri. Ndipo naendelea kumwangamiza bila kujua. Unapomchukia mtu aliyekukosea kwa haki, unamwangamiza na unajiangamiza mwenyewe. Mnagawana uovu. Marko sura ya 10. Marko sura ya 10. Mstari wa 46 anasema. Mstari wa 46 anasema. Anasema. Wakafika Yeriko. Wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko. Pamoja na wanafunzi wake. Na mkutano mkubwa. Na mkutano mkubwa. Mwana wa Timayo. Ndio. Bartimayo. Yule mwombaji. Kipofu. Alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Lakini msikize vizuri, andika. Asilimia kubwa muujiza wako unapokaribia kutokea, ndipo vita yako inaongezeka kwa ukubwa na kelele nyingi masikio mwako kukutenga na wewe. Siku hiyo ilikuwa ni muujiza Bartimayo. Kama Bartimayo angeangalia maneno ya watu wanaomkemea, Bartimayo asingepona. Wewe sogelea muujiza wako uponyaji. Muujiza wako ukiinuliwa, ndipo unaona jambo baya na kuingia. Unatoka kwa hiyo, unaacha, unaitana. Halo. Yaani sio mwanangu au mwanangu uinuliwe. Amen. Mwanangu uinuliwe. Ndio siku
limeibuka jambo la kikwazo kwako, unajikuta tu hapa nilikuwa na amani, sema amen. Anakaa sababu kuna amani zote. Siku ambayo ndo siku za kujiliwa kwake, ndo siku za mafanikio yake, ndo siku ya baraka zake zimekaribia, ndipo adui huongeza vita kwa masikioni mwake, huongeza sauti nyingi masikioni mwake, lengo kumtoa kwenye ile target ya baraka zake, na wengi walishatoka. Atakiwa fanikiwe pale, sema amen. Kelele zina kama lijinga vile. Kazi yenu kushinda na elimu. Amen. Kwani ni kazi hapo? Amsikia maneno. Si kama ni kazi. Elimu wewe unapiga kwa shauri yenu. Mtabaki hivi shauri yenu. Mimi na shauri. Unaona kama maneno mazuri? Yanaingia hapa. Muujiza wako unaweka hivi. Ambia mwingine. Akamwambia vipi? Upo tu. Wenzako wanajiongeza shauri yako. Usione kwa kanisani wako sawa, wanajiongeza. Mimi nakuja. Ulisimama vizuri. Umejitunza. Akaambia acha ujinga wewe. Wewe kupaa kwanza kwa kukana. Wewe ndio Yesu. Yanaingia. Siku anaanguka pu. Sema amen. Kesho yake ndio atakayopokea nchi. Ndio maana tunawaambia mchunge sana makelele yanayoingia mioyoni mwenu na masikio yenu, yanaharibia future zenu, yanakuja kushindana na hatima zenu. Halo, bado bado kabisa, muujiza umemsogea. Angalia unaongea, nyamaza, unaongea nini? Hasa huyu anakubali sema amen, kuzuiliwa na watu baraka zao, anawafuata watu. Siku wamefanikisha jambo lake, muujiza wake umeshapita, ndipo anashtuka moyoni mwake, kumbe nimekosea. Anarudi majira ya kujiliwa kwake alishapita. Wengi mmepishana majira ya kujiliwa kwenu kwa sababu ya kusikiliza maneno ya kipepo. Sema amen. Maneno ya hila, maneno ya chuki yameharibia future zenu, na majira yenu ya kujiliwa mmeshapita. Siku ambayo ufanikiwa ndio siku ambayo uliharibika. Amina. Baba moja pala sauti anasema, Bwana Daudi Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili nyamaze, hautanyamaza kwa jina la Yesu. Utasonga mbele, watanajimanga, utakemea unyamaze. Natangaza ulimwengu leo, nasema utanyamaza. Piga hatua, endelea mbele. Kuna watu wapo kwa ajili ya kunyamazisha. Ni kazi ya hata hapa kanisani wapo. Inawezekana umekaa naye, inawezekana nyuma yako, inawezekana mbele yako. Lazima ujue mahali popote kuna watu wa kunyamazisha. Nisipokee tena. Akasema, lakini alizidi kupaza sauti. Endelea kupaza sauti yako. Endelea kusonga mbele. Endelea kushiriki ibada. Yesu akasimama akasema, mwite. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akainuka, akamwendea Yesu. Kama haujatupa mavazi yanayokuzoa, hautafikia. Siku
zinahitaji tupe vazi ambalo umevaa, vile linalozonga, ambalo linakufanya ushindwe kusamehewa. Ukishasamehewa mwanangu, uponyaji uko ndani yako. Mungu akishakusamehe leo, huwezi kuondoka hapa na ukimwi, utoki hapa na kansa, utoki hapa na presha. Hakuna cha kumuomba Mungu kama kusamehewa. Akikusamehe hata kukubali, akupokea, akupokea hata kusikia maisha yako, atakupa vazi la akasonga mbele. Yesu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, leo Mungu anakuuliza, umekuja kanisani leo, unataka ufanyiwe nini? Baba, unajua mimi nimekaa miaka 5 Shalom, niko vile. Wewe acha hiyo ujinga. Sasa leo nakuona moyo wako uko safi, umefundishwa Jumatano, umefundishwa Ijumaa, umefundishwa na leo moyo wako uko huru. Nimeona moyo wako, nataka nikufanyie. Unajua Baba, nimeomba muda mrefu lakini sijajua. Nimekuambia unataka nikufanyie nini? Mwambie leo Mungu, nataka kuzaa, nataka ajira, nataka kazi, nataka uniponye, nataka unifungue, nataka unioshe, nataka unitofautishe. Yesu Unitofautishe. amen. Nataka ndio mwambie umepona kwa imani yako. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata. Leo nataka uone kwa jina. Amina, amina, amina. Nataka uone mambo ulikuwa huwezi kuyaona. Yes. Nataka ufikie mahali ambapo huwahi kufika. Amina. Nataka ufanye jambo ambalo huwahi kulifanya. Amina. Nataka leo uimarike kiroho. Uimarike kiuchumi. Sema amen. Amina. Sema amen. Amina. Mathayo 6:5. Amen. Hata kama uliuziwa sana, ulifanyiwa mabaya. Nilikuwa na mama mmoja hapa miaka ya nyuma, mepanga iliyopita kama sikosema, alikuwa amekata kupanga mnyamani, amekata mkono hapa, halo, mkono umekufa, hawezi kufanya kazi. Ukisikiza story ya yule mama, alikuwa ni mtu wa Songwe. Mimi ndicho nembea baba hajawa Songwe, ilikuwa nembea. Sema amen. Ngozi. Haleluya. Yule mama anasema wana hela sana na mume wake, wametengeneza uchumi na mume wake, wamefungua maduka. Mume ameanza kuchukua wanawake wengine, anawaingiza ndani. Maisha mama amemweka moyoni, ameweka mama, anasema nimeamua kuishi maisha mengine mapya. Mume wangu nimeachana naye, nitaishi maisha mengine. Yaani yule mwanaume ni nyoka, yule mwanaume muuaji, yule mwanaume hafai, yule mwanaume. Mama naongea yote ya mwanaume. Siku kimoja maombi, ibada, mfungo, tunakutana hapa kila siku kanisani, tunaomba, mioyo yetu iko safi, tukimlilia Mungu tusamehe, tunaomba kweli kweli, na sisi tunasamehe kwa sababu tunajua kanuni ya kusamehewa, lazima usamehe. Amen. Tunamlilia Mungu. Mama moyo wake umefunguzika, moyo ulipofunguzika alikaa kwenye maombi hapo, madhabahu ilikuwa hapo kipindi na kukumbuka, amekaa kwenye maombi anamlilia Mungu. Alipotoka kwenye maombi akasema, Baba, wakati nimepiga magoti naomba, nimemwona mume wangu amekuja na gari lake pale nje, amekuja kunichukua. Nikamwambia nakubali kwenda naye, akaniambia ndio. Nikamwambia mwanaume alipo nje, mwanaume alipo nje amekubali tu, yule ambaye anachukia lakini akakubali kumwachilia. Jioni kama sikosei, ilikuwa ni jioni saa ngapi? Ilikuwa ni jioni saa ngapi?
ndugu yangu alikose mara ngapi nami nimsamehe? Hapa amesema ndugu. Sema amen. Hajasema mpagani. Sema amen. Hajasema mshirikina. Hajasema mchawi. Wamezungumzia ndugu. Kuna makosa ya ndugu. Kuna makosa yanafanyika ndani ya ndugu kwa ndugu. Sema amen. Ni kaka yako, ni dada yako, mama yako mdogo, ni baba yako mdogo. Sema amen. Ni shangazi yako. Sema amen. Ni mshirika mwenzako, ni muumini mwenzako. Tunakukoseana. Je, akinikosea aliye ndugu nimsamehe mara ngapi? Ndugu yangu alikose mara ngapi nimsamehe? Hata mara 7. Yesu akamwambia, alikuwa na haraka eti hata mara 7. Hakuna mtu kuishia hapa. Yeye aliongea maumivu yale ambayo ndugu amewahi kumtendea. Kwa hiyo kama tunakuambia maumivu ambayo unatendewa, unakaa mwenyewe na shaka tunajikuta. Lakini huyu mtu yupo tayari kubadili maisha. Yupo tayari kutengeneza. Petro anaonyesha kwamba kuna mtu ananikoseaga, ni ndugu yangu wa karibu, ni mpendwa mwenzangu. Lakini tena nikosea, naomba msamaha. Nimetoka na msamaha wake. Yesu akamwambia Petro, sio mjinga. Anayekuomba msamaha amejifunza, amegundua makosa yake. Furahia. Atakiwa tena kuingia mbinguni. Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Sema hata 7 mara 70. Sio kiwango cha kusamehe mpaka mmoja 7 mara 70. Hata kiwa zaidi ya 7 mara 70. Mradi yule ndugu yako. Ndugu ni mtu ambaye unaweka. Acha utani. Ndugu ni yule mtu ambaye tunataka kila siku. Acha utani. Ndugu ni yule mtu ambaye mnashikamana kwa lolote lile. Ndugu ni mtu yule ambaye hata ukimkataa kuna kitu kinawaunganisha, lazima mtakuwa pamoja. Hata msiba ndio kwa pamoja. Umegombana ndugu yako leo. Unaenda msibani, mnakuwa pamoja. Na mipaka mnakuwa tunachukia. Halo. Kuna msiba mtaunganisha. Amen. Kwa sababu ndugu ni mtu ambaye hata mkosea mtengine mlango mmoja. Leo kama kuna mtu wewe naye mmeingia mlango mmoja mpapo na msikiti. Nenda kama kana hiyo kitu pembeni. Sawa? Unamtaka kitu la pembeni. Mungu anasema samehe. Ili uwe salama. Kwa sababu usipomsamehe utaendelea kujiumiza wewe mwenyewe. Amen. Halo. Anasema hata 7 mara 70 umsamehe. Anasema kwa sababu hii ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu ya watumwa wake. Ndio. Alipoanza kuifanya, ndio aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Sikiliza huo mfano. Aliletewa mtu mmoja anayewiwa talanta, anadaiwa talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe. Yeye na mkewe. Yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyonavyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akabinafsisha mali zake zote na watoto zake kwa utumwani kwa sababu ya deni ya wazazi wake. Sema amen. Msikize vizuri. Leo tuna neema kubwa. Zamani ilikuwa mtu kikosea mzazi, sema amen, watoto wako wanahusika hiyo deni. Ndio maana kuna mwanamke mmoja alikuwa ni mke wa kinabii. Sema amen. Mume wake nabii alikufa, ndio mtumishi wa Mungu akafa. Alipokufa na mtumishi wa Mungu akamwachia yule mwanamke deni. Sema amen. Alipomwachia deni inabidi adaiwe. Sasa ndio ndoto zake apeleke utumwani. Anaona nabii wa Mungu kama sikosei Elisha, anamwambia uende nyumbani mwako, anasema mtumishi wako nimebaki na nini? Na chupa moja tu ya mafuta. Akamwambia kachukue vitu kawazima na mtu mwingine kwa watu.
Jamaa anakaa kimya, tunamwambia kuna shida, sio meza. Amen. Anakuendea mahali ambapo anataka yeye aende. Anakuambia na kuomba mlize. Awe mtu wa kulia mpaka anakufa. Halo. Hiyo ndio unasikia kama unafikiri kawaida utalia namna gani? Hauwezi kulia kwa ugonjwa wako. Maumivu mazuri sio ya ugonjwa wako. Maumivu mazuri ni ya kile unachokipenda kiungu. Akitaka kuumiza wewe, hakuumizi wewe, anakiumiza kila ambacho ni moyo wako. Anafinya mtoto na mtu asubiri, utahangaika mpaka amani utapata. Ila sio anataka mtoto, anakutaka wewe. Ndio tumbo, kichwa sio cha kwako, ni kitu cha kiungo wewe. Ili upate maumivu mazuri, inabidi yawe kwa moyo wako. Yaani kwa moyo wako utauza shamba, utauza kochi, utauza sofa, utauza vitanda, utauza TV, utauza redio ili kulisolve tatizo. Usikilize maumivu, afu utakuwa mwisho. Kwa sababu kadri ambapo unaendelea kuumia kwa yule mtoto wako, ndivyo magonjwa ya pressure kwako yanakaa, ndivyo kisukari kitakaa, ndivyo mlipuko ya vifo vya ghafla kitakaa. Kwa hautaenda wewe, utaenda kwa sababu ya maumivu uliyoyapata kwa moyo wako. Sema amina. Sema amina. Kwa adui akikutaka wewe na unang'ang'ana, siachili, unaumiza uzao wako. Unaweza kuondoka wewe mzazi ukaacha hiyo vita kwa watoto kwa sababu ulishindwa kutengeneza kwenye uhai wako. Halo. Ndio tunasema ukiona wote watoto wanapata shida kwa nyumba ya watu, hawamtaki yule mtoto, anamtaka mzazi, unawindwa ni wewe. Awindwe wewe unataka. Usiseme mtoto, wewe unatafuta wewe kwa kuangamiza kumeza. Anasema basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia, akamuomba akasema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Kama sikulipi kwa sababu nimependa, sina hela, ila nivumilie nitakulipa. Niwahi kuambia siku moja, ukiwa unadaiwa usizime simu. Unapozima simu unatabisha magonjwa ambayo sio sababu. Tena wacha simu muda mwingine mpigia naye kudai, mwambie nitakulipa. Hadi saizi ni ngumu na pipia. Usikimbie njia. Tena pita njia nyumba yake ile ile. Mwambie nitakulipa. Hiyo ndio siri ya kimungu iliyo nzuri. Unapokimbia ni mharibifu. Anakudai kuna kitu utakutana pressure. Utakutana miguu hata moto. Umewahi kuona kuna mtu ambaye anakudai hapo mkimbia njia. Kuona. Umeona nani? Bora baya. Unaanza shikamoo. Moja, naomba shida kama unachekesha. Kuna mtu mmoja alikuwa mdai. Sema mimi. Tulikuwa mimi na Queen na mdogo pale. Tulikuwa mdai kwa Mogera. Sema mimi. Tulinunua shamba kwake. Akauzia wengine. Sema mimi. Hapa akakana kukimbia. Ukipiga simu na anakimbia. Ukipiga simu anakimbia. Siku moja tunatoka nyumbani, lazima tutembee kwa mguu. Tutembee kwa mguu. Vizuri sana. Tuko kwa mguu. Jamaa mbele. Macho ngapi? Unajua alikosa ujasiri. Ni mtu mzima. Alikuja mwilini. Shikamoo.
Yuko mmoja tuko na ima. Wewe mtu pale bonde. Amesimamisha gari mbele. Ima gari lake amelimaki. Mimi sijaimaki. Ima sasa baba sigeleka. Ngapi na wewe? Ni yeye. Gari lake hilo. Aliweka na stika ametoa na stika. Ila sitamliki. Tukaenda kwenye gari akapanda ndio. Kumbe ametoa. Tunauliza fanya kazi wapi? Wewe anasema ni kwa si kwa. Mwangalie kwenye gari. Mfanyakazi amefungua mlango kwenye gari ameangalia, anasema hayupo. Nikamwambia huyo yupo, shuka. Huyo yupo. Yupo atakuwa hata kwenye gari. Atakuwa ima kafanya kashuka. Kuchumia kwenye gari ndio kama baba mchungaji. Baba mchungaji. Anaweza ndio. Amin. Sasa nilipumzika. Ulipumzika. Baba mchungaji sasa nafikiri tuongozane. Kuna sehemu za nani tukana ni wewe basi ulipe tu. Sasa tuonane na mtu. Hakuna kosa ya siri. Dawa ni kuondoa hiyo hali moyoni mwako. Usikimbie. Unatembea na pia. Amina. Itampania na Mungu. Basi leta sadaka yako madhabahuni. Peleka sadaka yako madhabahuni. Ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya ndugu yako analia ndugu yako. Kuna ndugu yako hapa kanisani amuelewani. Iache sadaka yako. Unamchukia umemkose. Unajua umemkose. Usitoe sadaka pana naye kwanza. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Uende zako. Upatane kwanza na ndugu yako. Upatane kwanza na huyo ndugu yako. Kisha urudi uitoe sadaka yako. Kisha urudi utoe hiyo sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi. Mshtaki wako upesi. Wakati uwapo pamoja na njiani. Unapokuwa pamoja njiani. Yule mshtaki asije akakupeleka kwa kali. Hapa tupo pamoja kwenye imani. Imani ni njia. Unapokuwa pamoja na mwenzako katika imani, umekosana naye, patana naye haraka. Yule mshtaki mbaya ndugu kugombana. Ndio. Anasema unagombana sana. Unagombana ndugu zako, ndugu yako wakimuiwa damu ya kushtaki. Kitu cha polisi. Kuna matatizo. Biblia inakataza. Inasema wale wa dunia wanafanya hivyo. Sisi baraza letu kwa Mungu, kuna watumishi wa Mungu. Kesi imesimama, umesimama na umenyoka. Unajua amenikosea. Siku moja mitatu, 4 5 6. Alikuja baba mmoja hapa kanisani. Wamepelekana mahakamani na shangazi yake. Nikamwambia kesi imefika mbali kwa sababu mkutana na mimi. Ungekutana mimi, hiyo kesi usingeipeleka. Ungeruhusu wao ndio wapeleke. Sema amen. Wao wamesimama kwenye haki ya. Kesi kama hii bila sofika. Vizuri kabisa kwa watumishi kwa wazee. Namuita kwa Yesu, namuita Kristofa, namuita nani? Viki, naambia ni maliza ni kesi ya nani? Ya mwalimu na maliza. Yaani mwalimu anataka mnaka nisema kama mahakamani. Unajua, mnaona yaani kwa kweli hakitendeka. Hapo mezana ni toka. Unafikiri kuna vitu vingine kumjua Mungu na mshukuru. Kuna vitu vingine lazima uende mahakamani. Kuna vitu vingine sio lazima uende mahakamani. Piga Yesu. Tatu wako kama haujatoa senti yako ya mwisho. Wapo pamoja na njiani. Tunataka maeneo. Sio. Tunataka vitu vya samani kwa ajili ya pesa. Alafu washindi. Naona ashindi. Kumbe ule umepoteza gharama na wewe umekosa. Sema amen. Na kila mtu anatumia na umefanyaje? Unasikia umetengeneza uadui tayari. Na hakuna kitu kibaya kumpeleka mume au mke mahakamani.
Unaelewa? Amina, amina, amina. Kwa sababu ile hadi tadumu kwa vizazi hadi vizazi, inaleta kinyongo kwenye moyo wa mtu, ni uadui wa nguvu na matendo ya roho wao na uana. Nakumbuka jana nilikuwa kama hivi, na nakumbuka jana nilikuwa mmoja hapa alikuwa moyo umeweuka, alinipa kusangana kwa nakumbuka ana kesi mahakamani na shangazi yake. Wamefika kwenye baraza la mahakama, ndio kama Mungu amevaa nguo ndefu, tunaweza kuongea. Simama. Shangazi simama, njoo. Huyu ni shangazi. Halo. Tuna kesi mahakamani. Amen. Yaani huyu ni shangazi na kesi nzito. Shangazi shika kanga. Na hukumu umeniona nitupie kanga shangazi yangu. Sema shangazi yangu. Shangazi yangu. Kanga. Shangazi yangu. Upo. Umekuja. Mahakamani kwenye baraza amekaa. Diki ameshafika. Ndio mheshimiwa, nimeshafika. Diki ameshafika. Usiji umeshafika. Kanga. Usiji umeshafika. Ameshafika mheshimiwa Rupwa, mbona ajibu? Atie mwenyewe. Moja watu wasumbufu hawa. Kanga. Haya, upande wa vipi toa maelekezo yako? Haya, upande wa vipi toa maelekezo yako? Wewe unaongea. Mimi nilikwambia wana kiburi kwa kutumikishwa na watu wengine. Ndio maana nikusema. Haya, nimefunga kesi kama hizo mkakaa wenyewe, tutane pale nyingine. Tunasikiliza wengine. Cheka, mbona yuko hivi? Akafika baada ya kukaleta na pamoja pale. Anakuja ni bwana na jicho yake. Kanga. Patana na ustadi wako. Hautakuwa sehemu ya mwisho. Yes. Anasema. Amina. Akaletwa hapa kuombewa. Ndio. Ndio kupona. Mpaka amepona yuko. Kaka mwenyewe amekufa. Ilikuwa baada ya ndoto. Aliponea hapo. Na yeye alikuwa anakufa. Yes. Kanisa ni nani? Sio wewe unasema amekaa mwenyewe anajiokia tena. Ameshika pia yake. Na mimi uniruhusu. Mimi nilifanya kazi yangu ambayo inafanya kanisani ni za kwako. Simame. Mimi ninachotaka tu wewe uwe huru. Piga soko. Mimi nimeona kwa vitendo kwa uhalisia kwamba kusamehe ni uuaji. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Andika pointi nyingine. Kusamehe kunaleta kibali mbele za Mungu na wanadamu. Kusamehe kunafanya kubariki. Mungu anapokusamehe unapata kibali kwake, lakini pia kwa wale waliokuzunguka unapata kibali. Wewe hata andika msamaha unaleta uhuru. Kwenye Biblia imeandika unatoka katika hatia, unakuwa hauna hatia. Kwenye Biblia haupo kifungoni. Pia ile baada ya kusikia kuhukumiwa moyoni mwako. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu wa kuachilia, ile hali ya kuwa na hatia moyoni inaondoka. Kwa lugha nyepesi, kusamehe unatoka kifungoni. Kama ilivyojieleza katika Mathayo 5:21 mpaka 28. Bwana mshtaki wako kabla utoa senti yako ya mwisho.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mathayo 6:12-15 anasema samehe ili na wewe usamehewe. Lakini Marko 1:25-26 inasema unapokuwa unasali wakati wowote samehe. Bwana Yesu asifiwe. Kutokusamehe ni kiburi. Ni kutokubali kushuka, ni kukosa unyenyekevu kwa Mungu. Kutokusamehe. Luka 4:4-6 na utasoma mstari wa 8 na wa 9. Tusome Luka sura ya 3 mstari wa 4-6 nasema, ndio kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno cha nabii Isaya, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kusamehe mojawapo ya matengenezo, ni mojawapo ya kuwa imara kiroho, kuwa imara kiimani. Mtu asiyekuwa na samaha ana moyo mbovu, haliko imara kiimani. Mwanamke mmoja alikuja juzi kutoka mkoani, amekuja kushtaki baba, sikutegemea kama ungenisamehe. Hivi nilikuwa nakuja kwa magarao nipambane mpaka nirudi kumbe nisamehe. Sikutegemea kama nisamehe kirahisi. Baba umenisamehe. Mungu kwa baba. Sile yani baba na